Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa huko Mexico ni kama vile nchi imechafuka kwa kiasi kikubwa sana, ambapo ni baada tu ya Marekani kutangaza kwamba imeingilia kati hali ya nchini Mexico kufuatiwa kuuawa kwa kiongozi ambaye ni Nemesio Ruben Oseguera Cervantes maarufu kama El Mencho, kiongozi huyu wa makundi ya kihalifu pale nchini Mexico. Mambo mengi sana yameweza kutokea, vurugu zimetokea sana nchini Mexico, lakini vile vile shule zimeweza kufungwa na raia wamehaswa kuweza kusalia majumbani. Taarifa inaeleza kwamba shule zimefungwa katika majimbo kadhaa ya Mexico, huku serikali za ndani na za kigeni zikiwaonya raia wao kubaki majumbani kufuatia mlipuko mkubwa wa vurugu uliozuka baada ya jeshi la Mexico kumuua kiongozi wa Jalisco New Generation Cartel Nemesio Ruben Oseguera Cervantes maarufu kama El Mencho. El Mencho aliuawa siku ya Jumapili katika jimbo la Jalisco baada ya mapambano makali ya risasi wakati jeshi lilipokuwa likijaribu kumkamata. Kiongozi huyo alikuwa miongoni mwa wahalifu waliotafutwa zaidi duniani, akiongoza moja mitandao ya uhalifu iliyokuwa kwa kasi zaidi nchini Mexico. Genge lake lilijulikana kwa kusafirisha dawa za kulevya aina ya fentanyl, methamphetamine na cocaine kwenda Marekani, pamoja na kufanya mashambulizi ya wazi dhidi ya maafisa wa serikali waliothubutu kulikabili. Baada ya kifo chake, wanachama wa cartel walijibu kwa hasira kali. Barabara zilifungwa katika zaidi ya majimbo 20, magari yalichomwa moto na mamia ya vizuizi kuwekwa. Mamlaka zilitangaza kuwa zaidi ya vizuizi 250 viliondolewa kufikia usiku wa Jumapili. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum aliwataka wananchi kuwa watulivu, huku akisisitiza kuwa serikali inadhibiti hali ya usalama. Ikulu ya Marekani imethibitisha kuwa ilitoa msaada wa kijasusi katika operesheni hiyo na kupongeza jeshi la Mexico kwa kumuondoa mmoja wa wahalifu waliokuwa wakitafutwa zaidi katika nchi zote mbili. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilikuwa imeweka zawadi ya ahadi ya dola milioni 15 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa El Mencho. Mnamo Februari 2025, utawala wa Rais Donald Trump uliitangaza Jalisco New Generation Cartel kuwa shirika la kigaidi la kigeni, hatua iliyoongeza presha kubwa kwa Mexico kukabiliana na genge hilo. Kifo cha El Mencho kinakuja miaka 10 baada ya kukamatwa kwa hasimu wake Joaquin El Chapo Guzman wa Sinaloa Cartel, ambaye baadaye alipelekwa Marekani kushtakiwa. Hata hivyo, Rais Sheinbaum amekuwa akikosoa mkakati wa kuangusha vigogo wa magenge, akisema mara nyingi huibua migawanyiko ndani ya magenge na kusababisha milipuko mipya ya vurugu. Licha ya kuwa na umaarufu mkubwa wa kisiasa, Sheinbaum anakabiliwa na shinikizo kubwa hasa kutoka Marekani kuonyesha mafanikio katika vita dhidi ya dawa za kulevya tangu Trump arejee madarakani mwaka mmoja uliopita. Jalisco New Generation Cartel imekuwa moja magenge yenye mashambulizi ya wazi zaidi dhidi ya jeshi la Mexico. Limewahi kushambulia helikopta za kijeshi, kutumia ndege zisizo na rubani kurusha vilipuzi na kupanda mabomu kutoka ardhini. Mwaka 2020, genge hilo lilifanya jaribio la mauaji katikati ya jiji la Mexico kwa kutumia maguruneti na silaha nzito dhidi ya mkuu wa polisi wa wakati huo ambaye sasa ni waziri wa usalama wa shirikisho. Kuuawa kwa Nemesio El Mencho ni pigo kubwa kwa Jalisco New Generation Cartel CJNG. Kwa miaka zaidi ya 10 alikuwa si tu kiongozi bali alama ya nguvu, hofu na ushawishi wa cartel hiyo. Kuondoka kwake kunabadilisha mizani ya nguvu ndani ya ulimwengu wa magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Lakini swali kubwa ni hili: je, huu ni ushindi wa kudumu kwa serikali ya Mexico au ni mwanzo wa wimbi jipya la umwagaji damu? Miaka 10 iliyopita, kukamatwa kwa El Chapo hakukumaliza biashara dawa za kulevya. Badala yake kulisababisha vita ndani ya Sinaloa Cartel na kuibuka kwa makundi mapya yenye ushindani mkali. Kwa mantiki hiyo, kuuawa kwa El Mencho kunaweza kusababisha vita vya urithi ndani ya CJNG, kufungua mapambano kati ya CNG na magenge pinzani, kuongeza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya serikali. Katika taarifa ambazo ikulu ya Rais Donald Trump, White House, kutoka pale Washington DC, Marekani, imeeleza wazi kwamba imehusika moja kwa moja kwa kuweza kutoa taarifa za kijasusi ili kuweza kusababisha mauaji ya kiongozi huyo wa cartel ambaye ni El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes maarufu kama El Mencho wa Mexico anatajwa kuwa alikuwa kiongozi wa kutisha wa magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico, akiongoza mtandao mkali ambao wanachama wake wameanzisha fujo katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kupiga risasi uwanja wa ndege kama kulipa kisasi baada ya kuuawa
kwake. Sasa vurugu kubwa zimetokea pale nchini Mexico kwa sababu ya umaarufu na ushawishi wa kiongozi huyu ambaye ameuawa na jeshi la serikali nchini Mexico, huku Marekani ikieleza wazi kwamba imehusika moja kwa moja kwenye ujasusi hadi kufanikisha kuuawa kwa Nemesio Oseguera Cervantes maarufu kama El Mencho kutoka pale nchini Mexico. Sasa huyu Oseguera ambaye ameuawa saa kadhaa zilizopita nchini Mexico baada ya serikali ya Marekani kutoa msaada wa kijasusi, anaingia kwenye rekodi za kuwa mmoja wa watu waliokuwa wakitafutwa zaidi duniani, ambapo Marekani pekee ilitangaza zawadi ya dola za Kimarekani milioni 15 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 38 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake. Lakini pia Oseguera ndiye mwanzilishi na kiongozi wa Jalisco New Generation Carter CJNG, ambapo alisifika kwa kuweza kujificha kwa ustadi mkubwa bila kukamatwa, ambapo pia anatajwa kuwa kiongozi mwenye nguvu zaidi wa magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico tangu kukamatwa kwa kinara wa Sinaloa Joaquin Guzman maarufu kama El Chapo. Oseguera mwenye umri wa miaka 59 alizaliwa Julai mwaka 1966 Michoacán, Mexico, na kisha kuhamia Marekani na kuhusika kwa kina katika biashara za dawa za kulevya kuanzia miaka 1990, ambapo rekodi zinaonyesha kuwa mwaka 1994 alihukumiwa katika jimbo la California kwa kosa la kula njama za kusambaza heroin na alitumikia kifungo cha miaka 3 gerezani. Lakini baada ya kurejea Mexico alifanya kazi kama askari polisi katika jimbo la magharibi la Jalisco, lakini muda mfupi baadaye alirejea tena katika shughuli zake za uhalifu, ikielezwa kwamba alijenga ushawishi wake katika ulimwengu wa siri wa biashara za dawa za kulevya na hatimaye akawa kiongozi wa moja ya himaya zenye nguvu na ukatili mkubwa zaidi za uhalifu nchini Mexico. Sasa hii ni moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo kwa sasa hivi inasambaa ulimwengu mzima, kwa sababu Marekani imeeleza ni kwa jinsi gani imeweza kutoa taarifa za kijasusi na kufanikisha kuweza kuuawa kwa El Mencho kutoka pale nchini Mexico. Sasa Mexico imeingia kwenye machafuko kusababisha shughuli za kijamii kuweza kusimama kwa muda, lakini shule kuweza kufungwa, huku raia wakitakiwa kuweza kubaki manyumbani kutokana na mafuasi wake ambao wameingia kwenye mapambano dhidi ya vikosi vya serikali. Lakini pia kuna wanajeshi kadhaa na polisi wa vikosi vya serikali wameweza kuuawa baada ya mapambano makali ambayo yalikuwa yakihusisha makundi ya kihalifu ambayo yalikuwa chini ya El Mencho baada ya kuweza kuraizi kutokana na kifo ambacho kimeweza kutokea kwa kiongozi wao dhidi ya vikosi vya serikali pale nchini Mexico. Hali ya tahadhari imetangazwa na rais wa nchi hiyo, ambapo wanaendelea kuweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa sana hali katika nchi hiyo ili basi kuweza kurejea katika usalama wake kama ilivyo kawaida na maisha mengine yaweze kuendelea. Na mtazamaji, ni kujuze tu kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Mexico ni moja kati ya taifa ambalo kuna magenge mengi sana ya kihalifu, hususan kwenye madawa ya kulevya, heroin, cocaine na madawa mengine yamekuwa yakisambazwa kwa kiasi kikubwa sana kutokea Mexico kwenda nchini Marekani. Sasa rais wa Marekani Donald Trump, yeye amekuwa akitangaza vita dhidi ya nchi zote ambazo zimekuwa zikipenyeza madawa ya kulevya kwenda nchini Marekani, akisema kwamba wanagharimu kwa kiasi kikubwa sana maisha ya raia wa Marekani. Kama unakumbuka vizuri, mwezi Januari mapema kabisa kukamatwa kwa aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Trump alitoa sababu kwamba alikuwa akijihusisha na magenge ya dawa za kulevya kupelekwa nchini Marekani, na hata kuuawa kwa kiongozi huyu ni kutokana na tuhuma hizo ambazo ametuhumiwa nazo, na alikuwa akitafutwa kwa muda mrefu na Marekani, huku ikitangaza kiasi cha dola milioni 15 sawa sawa na shilingi bilioni 38 za Kitanzania endapo mtu yoyote atakayefanikisha kukamatwa kwake. Basi sisi tutazidi kuweza kufuatilia kwa kina kile ambacho kinajiri hapo nchini Mexico. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.